Ligi kuu NBC inarejea leo ambapo mechi kali itapigwa kwenye dimba la CCM Kirumba Mwanza, ambapo Young Africans watakuwa ni wageni wa Pamba Jiji, mchezo ambao utachezwa majira ya saa 10:30 za jioni. Young Africans inaongoza ligi ikiwa na alama 41, wakati Pamba Jiji wenyewe wamejikita kwenye nafasi ya 5 wakiwa na alama 26. Pamba imekuwa na rekodi nzuri msimu huu nyumbani, ambapo imetoa sare katika michezo yote mikubwa ikiwemo dhidi ya Simba, Azam FC pamoja na Singida Black Stars, hivyo kufanya mchezo huo kuwa na msisimko mkubwa na wa kipekee. Hapa atazungumza Michael Yera, lakini atazungumza pia Andrew Kinga Mkono, lakini kwanza tutaanza kujikita kuangalia takwimu za Pamba msimu huu ziko vipi, akiwa anazuia vigogo watatu kuweza kuchukua alama katika uwanja wake wa nyumbani, kwa maana ya Simba, Azam pamoja na Singida Black Stars. Je, kwa Young Africans nini kitajiri? Ni wakati ambapo tutaenda kujikita kwanza kwenye takwimu kabla hatujaanza kuangalia mchezo huo kiundani zaidi utakuwa huko vipi, na wachambuzi ambao wako hapa. Pamba Jiji msimu huu imecheza michezo 17. Katika michezo hiyo 17 imepata ushindi katika michezo 6 pekee na ikipata sare katika michezo 8. Imepoteza michezo 3, imefunga magoli 19, lakini magoli ambayo wamefungwa ni magoli 14, na alama ambazo wamekusanya ni alama 26. Nafasi wapo kwenye nafasi ya 5 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Vipi kwa wapinzani wao Young Africans ambao na wenyewe wamesafiri kilomita nyingi kuifuata Pamba Jiji? Wamecheza michezo 17. Katika michezo hiyo 17 wamepata ushindi katika michezo 12, lakini wameweza kuvuna sare 5. Hawajapoteza mchezo wote. Hii ni miongoni mwa timu ambazo hazijapoteza mchezo wote, wao pamoja na Azam, lakini wamefunga magoli 35 wakiruhusu magoli 3 tu kwenye nyavu zao. Alama ambazo wamekusanya ni 41, hapo kwenye nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Hapa yupo Andrew Kinga pamoja na Michael Yera, na rejesha kijiti hiki kwao kuwaweze kutuambia kwa takwimu hizi ni taswira gani ambayo inaenda kuonekana katika uwanja wa CCM Kirumba Mwanza. Nikianza na Andrew Kinga Mkono. Tunategemea mechi kubwa, mechi yenye ushindani, japokuwa tunaona kimizani na kirekodi Yanga anakuwa iko bora zaidi ya Pamba. Mara nyingi huwa anapata matokeo ya mechi zake za kucheza zaidi ya Pamba. Na msimu mechi ya kwanza alishinda Dar es Salaam. Msimu uliopita mechi zote 2 alishinda. Pamba bado hajaweza kumfunga Yanga. Kwa hiyo ni kitu ambacho Pamba anakwenda, na tumsikia jana kocha Baraza anasema kwamba wanaenda kucheza kikubwa, wanapania kwamba waonyeshe kitu kingine cha tofauti. Wamechoka kuwa wateja wa kufungwa, na sio kufungwa tu, wao hawajawahi kuifunga Yanga goli lolote katika misimu hii miwili. Kwa hiyo kwanza wana mtihani wa kuhakikisha kwamba wanafuta hiyo rekodi kwanza, nao at least wao wametumbukiza goli kwenye lango la Yanga, kitu ambacho hawajakifanya. Kwa hiyo wakifanikiwa hilo, kwao nadhani ni hatua nyingine kubwa. Unaona wana wachezaji wana nafasi ya kuonyesha uwezo, kama watajituma na kufuatilia maelekezo ya kocha, nadhani wanaweza kupata matokeo. Lakini changamoto yangu, aina ya magoli ambayo Pamba wanafungwa ndio aina ya magoli ambayo Yanga wanapenda kuyafunga. Kwa sababu Pamba nimefuatilia, wao wanaruhusu sana magoli ya cross na vichwa, wanafungwa sana magoli ya aina hiyo. Kwenye ulinzi wao katikati kidogo ni wagumu kupitika, lakini pembeni wanaruhusu sana watu wapige cross na wanafunga magoli mengi sana aina hiyo. Kwa hiyo na Yanga nimeona na wenyewe ni wazuri kwenye kutumia cross na mipira ya vichwa. Wana wachezaji wengi ambao wanaweza kufunga vichwa kwa kichwa na cross wanaweza kuzitumia. Kwa hiyo nadhani changamoto yao kubwa kama kocha leo anakwenda kwenye mchezo bado wana hayo mapungufu, na kwa aina ya wachezaji wa Yanga naona wana changamoto kubwa ambayo wanakutana nayo. Okero ameanza kurudi, ameonyesha kitu kwenye mechi iliyopita, alifunga na kutengeneza goli. Kwa hiyo inamuongezea morali. Pacome ameshakuwa kwenye ubora wake. Mdathiri kama kawaida anaendelea vizuri. Kwa hiyo unaona kuna timu ambayo Yanga wanajivunia nayo, pamoja kukosekana kwa washambuliaji wao vinao, lakini bado wana watu ambao wanaweza kuwapa magoli, kwamba mtu yote anaweza kufunga kwenye Yanga kutokana na aina yao uchezaji. Kwa hiyo ndio mtihani ambao Pamba wanaenda kukutana nao, kwamba hawa jamaa wanapenda kupitia pembeni na cross. Wao wenyewe pembeni na ni wabovu kwenye kuzuia mipira ya watu wa pembeni wasipige cross. Kwa hiyo hii ni changamoto kwa mabeki wao wa pembeni wa Pamba. Kama wakishindwa kuzuia vizuri watu wa pembeni wa Yanga wasipige cross, hiyo kwao itakuwa ni dhama. Hiyo wanachokisema kwamba wanataka kuweka rekodi mpya inaweza ikashindikana kutokana na aina ya uchezaji wa Yanga na wao upungufu wao ulipokuwa. Kwa hiyo nadhani wao Pamba wanapaswa kujirekebisha kwenye ile eneo, hasa kuhakikisha kwamba hawaruhusu magoli kutokea pembeni na crosses ambazo zinashindwa kuzimudu. Kwa hiyo wakirekebisha mazingira haya, nadhani mechi inaweza kuwa nzuri na ushindani, kwa sababu unaona wana sababu kubwa ya kuonyesha kile walichokuwa nacho. Hawana tatizo kucheza kwenye pressure, kwa sababu hata mechi ya Simba mashabiki walikuwa wengi wa Simba. Kwa hiyo hata kwenye mechi hii vile unaona kabisa mashabiki watakuwa wengi wa Yanga, kwa sababu Yanga ina mashabiki wengi Mwanza kuliko hata Pamba yenyewe.
Kwa hiyo itafanya bado kuwe na pressure kwao kutokana na upinzani na mashabiki walikuwa juu, wengi watawazomea wao kuliko Yanga. Kwa hiyo hicho ni kikubwa kingine ambacho wanaweza. Kwa jinsi walivyocheza mechi mbili zilizopita dhidi ya Azam na dhidi ya Simba, unaona waliweza kuhimili hiyo pressure kwamba pamoja na kuwa na wao wako wachache uwanjani, mashabiki wao wachache, lakini bado waliweza kuhimili pressure na wakacheza mpira wao. Wakiendelea hivi itakuwa faida kwao. Kingine wao advantage yao ni kwamba wanaweza kupiga mpira wa faulo. Wamefunga goli nyingi, niona National alifunga goli la faulo dhidi ya Singida, dhidi ya Simba uliona alifunga goli la faulo. Hiyo inaweza kuwa faida kwao, hasa kwa Yanga ambao wanamkosa Djigui Diarra. Msheli ni kipa mzuri, hatuwezi kukataa kwamba ni kipa mzuri, lakini Diarra alikuwa ana kitu kingine cha ziada ambacho anakuwa anaisaidia Yanga. Wakati unapodhani kwamba Yanga inafungwa, Diarra anakuwa shujaa na waokoa. Kwa hiyo kukosekana kwake kwa namna moja, kwa ile mipira ya adhabu ambayo itatokea kwenye ile eneo la nje ya 18 kwa Pamba, kwa eneo ya wapigaji na wapa nafasi wanaweza kutumia vizuri wakapata matokeo. Michael, tunarejea kwenye timu ambayo inaonolewa na Mkenya France Baraza. Amefundisha timu kadhaa hapa za ligi kuu, akifundisha Biashara na alitengeneza Biashara kwa miongoni mwa timu ambazo zinaweza zikazungumzwa kwamba ni timu bora kwa wakati huo kabla zijaanza kukutana na yale yaliyotokea na kuanza kushuka katika kiwango chake. Tunazungumza timu ambayo ina orodha viungo bora kwa sasa hivi. Tunaweza tukasema kwamba ukimzungumzia Kevin Nation, moja kati ya kiungo ambaye anazungumzwa sana sasa hivi kwenye ligi kuu. Ukimzungumzia Matthew Tegis, huyu ambaye anaonekana hapo akiwa anajiandaa kupiga mpira kabla hajamwacha James Mwashinga, tunaona bado ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatajwa kuwa bora sana katika maeneo yao. Lakini hivyo hivyo kwenye safu yao ya ulinzi wameonekana kuwa na wachezaji ambao wana uzoefu. Abdulmajid Mangalo yuko hapo, Kunambi na wengine wengi. Taswira ya Pamba ni timu ambayo ipo daraja la kati, lakini na wachezaji ambao wanaweza wakakupatia kitu. Wanaenda kucheza dhidi ya timu ambayo inahitaji alama kuweza kusogea mbele zaidi, mbali na wapinzani wao ama mpinzani wake ambaye anafukuzana naye kwenye mbio za ubingwa. Pamba mchezo huu anaenda ku approach vipi akiwa na kocha pia ambaye anafahamu kila ambacho kinajiri kwenye timu ambayo anaenda kucheza nayo, kwa maana ya Young Africans? Nafikiri kwa approach ya Pamba itakuwa ni kwanza tuzuie alafu tushambulie. Inawezekana kuna mechi ambazo wanaingia wakiwa wanaamini kwamba tunaweza tukashambulia zaidi alafu baadaye mpango wa pili ni kuzuia, lakini hii inakuwa ni tofauti kwa sababu muda mwingi wao wataamini kwamba tunatakiwa kuwa kwanza kwenye matukio ya kuzuia ili baadaye tupate moments chache ambazo zinaweza tukafanya tukasogea kwenye lango la Yanga na tukapata kile ambacho kinaweza kikawa ni kizuri. Kwa hiyo approach ya kwanza kwenye mpango wote ambao Pamba atakuwa anapanga kuelekea mechi dhidi ya Yanga utakuwa ni kuona jinsi gani ambavyo wanazuia kwanza kuliko kwenda kushambulia. Na kwenye mpango wa kuzuia kwanza inakuwa na mipango tofauti. Unaweza ukazuia kwenye low block, kuna muda unaweza ukazuia kwenye mid block. Lakini mara nyingi kuileta timu kwenye low block inakuwa ni ngumu kwa sababu unaruhusu zaidi mashambulizi yafike kwenye eneo lako. Kitu ambacho kinaweza kukufanya kucommit baadhi ya makosa, hasa kutokana na quality ya mpinzani ambao anakutana nayo. Wakati mwingine anaweza kukulazimisha wewe kuwa kwenye wakati mgumu zaidi. Nafikiri kitu ambacho Pamba anaweza akakifanya kwa sababu ya system ya kucheza ambao amekuwa nayo kwenye mpangilio wa wachezaji ambao anakuwa nao kiwanjani, inawezekana kwenye eneo la katikati ikawa ni sehemu ambayo anatamani kuyaua mashambulizi mengi ya Yanga ambayo huwa anayatengeneza. Na unayaua kwa namna gani? Unayaua kwa sababu mfumo wa kuzuia wa Pamba unaweza ukaona unasimama kwenye 4-5 wawili. Tafsiri yake ni kwamba unakuwa na watu wengi kwenye mstari wa katikati ambao watakuwa nazuia penetration passes kutokea kwenye eneo la katikati, lakini pia kuzuia maeneo ya pembeni yasiyo na uhatari kwa mpinzani. Japo kuna baadhi ya mechi unaona ameadhibiwa pia kutokana na mtego huo ambao anautumia, lakini bado naamini inaweza kuwa ni mpango ambao utakuwa ni sahihi. Itategemeana na uwajibikaji wa wachezaji ambao watakuwa nao kiwanjani. Watawajibika kwa namna gani ili kuifanya timu kuwa na mpango mzuri kwenye hilo eneo la kuzuia. Ni ngumu kusema wataingia wakiwa wanatamani kuwa wa kwanza kwenye matukio mengi ya kushambulia dhidi ya Yanga, kwa sababu sio rahisi kushindana na Yanga kwenye hilo eneo. Utatakiwa wewe kusubiria kuona wao wanakupa nini kwanza, ili wewe upate moments chache ambazo zitakufanya kusogea kwenye lango la wapinzani ili upate hizo nyakati za kwenda kushambulia. Inawezekana kwenye kile ambacho Pamba atakuwa anajiandaa nacho, wakati wanajiandaa kucheza na timu kama timu kwa maana ya Yanga, wanatakiwa pia kuangalia uhatari wa Yanga upo kwenye maeneo gani kwa sasa.
Kinga Mkono amegusia kuhusiana na maeneo ambayo Yanga amekuwa akiyatumia zaidi kwenye maeneo ya pembeni mwa kiwanja. Imekuwa ni moja kati ya sehemu ambayo pengine wanaamini anaweza akatengeneza magoli mengi zaidi. Na inawezekana ikawa sio Yanga tu. Kwenye ligi timu nyingi ukiangalia ambazo zinapika magoli yao, hasa kwenye magoli ya open play, wanatumia zaidi maeneo ya pembeni mwa kiwanja ili kuzalisha magoli ambayo wanayapata. Sasa unatakiwa kuwa na watu imara ambao wanaweza kuzuia huo mpango wa wapinzani kwenye kutumia maeneo ya pembeni mwa kiwanja. Qualities za wachezaji ambao wanacheza kwenye maeneo pembeni ya kiwanja, ukiangalia kwa mfano kwa upande wa Young Africans, nani ambao anacheza kwenye maeneo ya pembeni, nini ambacho amekizalisha mpaka sasa kwenye mechi. Unaona ni wachezaji wengi ambao wamezalisha impact chanya kwenye mechi ambazo wanacheza. Ukianza kwa mfano kwenye eneo la mabeki, mmoja kati ya wachezaji ambao wamezalisha magoli mengi ni pamoja na Israel Patrick Mwenda, ambaye mpaka sasa hivi ninavyozungumza na assist 4 ambazo amezitoa kwenye ligi. Maana yake ni kwamba Yanga kuna muda ambao wanaamini kutumia eneo la pembeni mwa kiwanja inaweza ikawa ni njia sahihi wao kutengeneza mashambulizi hatari kuelekea kwenye lango la pinzani ambayo yatakuwa yanawapa magoli. Lakini kuna muda pia unaweza kuona Yanga hata wanavyocheza wanaweza akawa wanatengeneza shambulizi lao, lakini wanaamini kwamba tunaweza tukatoa mpira katikati na kupeleka wide ili tuongeze namba ya watu kwenye ile kushambulia tupate nafasi ya kufunga. Ndio maana currently moja kati ya vitu ambavyo Yanga amevitumia sana, unaangalia magoli kadhaa ambayo amefunga. Muangalie Depu akiwa kwenye kiwanja anafunga magoli ya namna gani. Muangalie Dube akiwa kwenye mechi anafunga magoli ya namna gani. Ili pia ni goli lingine ambalo linaonyesha kwamba hata katika nyakati ambazo Yanga alikuwa amepata mpira kwenye usawa wa goli, unaona build up ile goli, mpira ambao alipata Pacome Zouzoua kwenye eneo la katikati mwa usawa wa goli kwenye ile zoni ya 14 ya kiwanja, ilikuwa ni eneo ambalo pengine angeweza kuforce tupite pale katikati kwa pasi za haraka. Okay. Lakini bado akautoa mpira wide kwanza ili ipigwe tena cross ambayo inaweza kuzalisha goli. Sasa kwa Pamba kwa jinsi ambavyo wanacheza, wakidelay kwenye ule mfumo wao kubakia na beki watatu, manake mpira utakavyoenda pembeni kutakuwa na room kubwa ambayo itakuwa imebakia inamruhusu mtu kupiga cross ambayo inaweza kawapa madhara bado. Nataka nisikie kwa Andrew Kinga Mkono pamoja na Michael kifupi. Pamba hajamfunga Yanga kwa kipindi kirefu sana. Pengine Andrew Kinga Mkono unaweza ukawa labda ni miaka 20 nyuma iliyopita wakati anacheza ligi. Hajamfunga. Sawa, muda mrefu sana hajamfunga Young Africans. Ndio hapana, ama kwa maelezo machache, unaona leo ndo siku ambayo Pamba anaweza akapata kile ambacho watu wengi hawakukiona kwa muda mrefu? Bado ni ngumu, kwa sababu naona jinsi, kwa sababu wao wataingia wamepania sana kwamba wanataka kitu, lakini wakati mwingine ukipania sana unaweza ukakosa kile unachokitaka. Maji ukitaka kuyanywa kwa pupa itakupalia. Kwa hiyo ndo hatari ambao wanapata kwa Pamba. Wao mechi yao ya leo wahakikishe tu hata wakiokota pointi moja, pointi ya msingi sana, kwa sababu watakuwa wameendeleza rekodi yao ya kutokuruhusu kupoteza uwanja nyumbani. Okay. Michael, unaona baada ya kipindi kirefu Pamba kutokumfunga Yanga, leo inaweza ikawa ni siku ambayo Pamba anaweza akamaliza ile tamaduni ya kwenda muda mrefu pasi kumfunga Young Africans? Inawezekana kwenye matamanio Pamba akawa anatamani kulifanya hilo jambo kwa maana ya kuvunja rekodi mbaya ambayo wako nayo dhidi ya Young Africans, lakini utekelezaji kiwanjani ndilo jambo ambalo unatakiwa kusubiri na kuona nini ambacho anaweza kufanya. Unaiona hiyo siku ni leo? Kuiona kama siku ni leo moja kwa moja inaweza ikawa inanipa imani ya kushinda au kupata hata sare. Au unataka kuvunja rekodi ipi? Ya kushinda. Kama ungeniambia nigawe kwa 100 kwenye 100, ningeweza kuwapa 25 Pamba kushinda, 75 ningewapa Young Africans. Kwa hiyo Yanga anashinda. Ndio maana nikwambia kwenye 100 ningewapa hivyo. Bado kuna 100 ambazo Pamba unaona anaweza kuzikaunta hapo. Mimi nataka unithibitishie Yanga anashinda. Kuthibitishia siwezi. Kwa sababu mpira pia una matukio yake mengine ambayo yanatokea kiwanjani.